uwezo wa kuzuia ongezeko la bei sisi kama wafanyabiashara hatuna. Tunaagiza mafuta miezi miwili kabla. Kwa ndio maana tatizo kama tatizo halijaanza sasa hivi, halipo kwanza. Kwa hiyo tunajiandaa kwa ajili ya kuaddress tatizo ambalo linakuja for sure. Response ya serikali ni nzuri. So far so good. Yes. So far so good, kwa sababu kwanza tulikaa na waziri mwenye dhamana, wanasema kwamba balo itafika, tusishangae inafika $200. Sasa $200 hatujawahi kufika, yani itakuwa ni ndo kupanda kwa bei kwa juu kabisa kwa historically haijawahi kutokea. Bei ya baro ya pipa kuwa $200, I don't know. I mean I don't know. That means you are talking about, ina maana sasa hivi baro inakwenda around $110. Unazungumzia karibu mara mbili. Hello, karibu mtazamaji wa The Chanzo kwa mara nyingine tena kwenye mfululizo wa mazungumzo ambayo tumekuwa tukiyafanya na wadau muhimu kuhusiana na vitu mbalimbali vinavyoendelea nchini kwetu. Na leo tumepata fursa na bahati ya kukaa chini na mkurugenzi mtendaji wa chama cha waagizaji na wasambazaji wa mafuta nchini Tanzania, kwa kifupi kama TAWMAC, Bwana Raphael Mgaya, na tutakuwa tunazungumza na yeye kuhusiana na yanayoendelea duniani, hususan kule Mashariki ya Kati. Kama utakuwa unafahamu, sasa hivi tuko ndani ya takriban wiki ya 3 ya vita hii ambayo ilianzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, na Iran ikajibu kwa mashambulizi, na kuna vitu vingi vinaendelea kutokea kwenye vita hii, hususan kwenye swala zima la nishati ya mafuta. Tunafahamu kwa mfano Iran imezuia ile wanaita Strait of Hormuz, kwamba hakuna meli zinaruhusiwa kupita pale, ikiwemo kuna baadhi tu ya meli ambazo imeruhusu kupita, na kwamba tunaambiwa kwamba Hormuz, Strait hii ya Hormuz ina control takribani 20% ya mafuta yote ambayo yanatumika duniani. Kwa hiyo ina implication kubwa sana kwenye upatikanaji na usambazaji wa nishati ya mafuta duniani kote. Lakini pia tumeona vita hii imehusisha pande mbili hizi zikishambuliana kwenye hifadhi zao za gesi asilia. Tumeona Israel ikishambulia sehemu ambako Iran imehifadhi gesi asilia yake, na Iran pia nayo ikajibu kwa kushambulia Qatar ambako inahifadhi gesi asilia yake, ambayo inajulikana kwamba ni sehemu kubwa duniani ambayo ni pointi ya usambazaji wa gesi asilia. Kwa hiyo haya yote yanaweza yakawa na maana gani kwa nchi yetu ya Tanzania, ambayo kama ambavyo utakuwa unafahamu pengine tunaagiza kwa 100% nishati zote hizi mbili ambazo tunazitumia kwa matumizi mbalimbali. Na hivyo tukaona kwamba tukiwa tunajaribu kutafuta majibu kuhusiana na vitu hivi, tukaona si vibaya kukaa chini na Bwana Raphael, kwa sababu yeye ana jumuiya yake, ndio moyo naweza kusema wa nishati ambayo sisi tunapata kutumia, kama ni gari unayoendesha, kama ni jiko la gesi unalotumia. Hawa ndio waagizaji na wasambazaji wa nishati hizi. Kwa hiyo tulitaka kupata maoni yao wao kama chama, tumekaaje kama nchi, kuna nini kinapaswa kufanyika, kuna sababu ya kuwa na hofu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikukaribishe sana. Mimi naitwa Halifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu wale kwenye kamera, Ambrose Dawai na Frank, tunakukaribisha sana. Brother Raphael, karibu sana The Chanzo. Asante sana. Labda pengine kwa ufupi tu, kabla ya kwenda kwenye swali langu ambalo nimeliandaa hapa, labda kwa ufupi kwa niaba ya watu ambao pengine hawajui chama cha waagizaji na wasambazaji wa mafuta Tanzania, labda unaweza ukatuambia pengine ninyi ni nani na mnafanya nini haswa? Asante. Chama cha waagizaji na wasambazaji wa mafuta Tanzania, yani TAWMAC kama ulivyokushasema, kilianzishwa mwaka 2000. Kwa hiyo kwa mwaka huu tunatimiza miaka 25 toka tuanzishwe, na kimsingi ni chama cha
cha makampuni ambayo yanaagiza mafuta kutoka nje na kuyaleta nchini na pia kuuza kwa jumla hapa nchini. Na lengo hasa la kuanzisha kwa TAWMAC. TAWMAC ilianzishwa mwaka 2000 wakati nchi inaingia kwenye mfumo wa soko hasa katika sekta hii ya mafuta. Kwa hiyo makampuni yaliyokuwepo pale kipindi kile yalikuwa machache, yakaona kwa sababu sasa nchi inaingia kwenye mfumo wa soko, ni vizuri wawe na uwanda platform ambayo itafanya kwanza wajadiliane mambo yao yawe ya pamoja, common issues, lakini pia kwa kutumia hicho chombo waweze kukitumia kwa ajili ya kuwasiliana na wadau wengine pamoja na serikali pamoja na taasisi zake zinazohusiana na sekta. Na kwa sasa TAWMAC ina wanachama 25 ambao kwenye soko wanawakilisha zaidi ya 96% ya soko la uingizaji wa mafuta hapa nchini. So tuje kwenye moja kwa moja kwenye swala letu. Nyinyi kama TAWMAC itathimini vipi hali ya dunia ambayo inatokana na huu mgogoro ambao unaendelea Mashariki ya Kati, hususan kwenye hilo eneo lenu, kwenye volatility ya bei ya mafuta kidunia, lakini pia maoni ya wanachama wenu ni yapi kwa ujumla? Labda what are the sentiments ambazo zipo kwa wanachama wenu? Kwa ujumla, unajua sekta ya mafuta ni volatile, kwa maana kwamba inabadilika, yani bei zake zinabadilika. Nakumbuka mwaka 2020 ambapo ndo nilijoin TAWMAC. Tulianza na COVID. Tulianza na COVID ikasababisha bei za mafuta kuporomoka. And then baada ya kuanza kuwa kuna unafuu wa COVID, mambo ya lockdown kuanza kupungua, bei zikaanza kuongezeka. Wakati zinaendelea kuongezeka, tuliumba sana kipindi cha COVID. Na kulikuwa, kama unakumbuka ndugu mtangazaji, Bwana Alifa, ni kwamba mwaka 2020 mwezi wa 8 kulikuwa na uhaba wa mafuta nchini yaliyotokana na disruption kwenye soko kwa sababu ya COVID. Kwa hiyo kulikuwa na uhaba mkubwa sana na baadhi ya members wetu walipata changamoto. Sasa wakati lockdown inapungua, mahitaji ya mafuta yakaanza kuongezeka, bei zikaanza kupanda. Wakati bei zinapanda, mwaka 2022 Russia ikavamia Ukraine. Ile February, bei zikaongezeka zaidi. Ikafika mpaka $140 dola. Dola 140 kwa pipa kwenye soko la dunia. Sasa na baadaye tukaja na crisis nyingine ya uhaba wa dola. Sasa kwa haya yanayoendelea sasa hivi, hii crisis ya sasa, kwa mjibu, umeniuliza sentiment za wanachama. Kwa mjibu wa sentiment za wanachama, lakini kwa mjibu wa, kwa sababu hii sekta ya mafuta ni global, yani ni kwamba ni mafuta yanauzwa katika soko la dunia. Kwa hiyo kinachotokea kwenye katika ngazi ya kimataifa kinakuwa moja kwa moja kinaakisiwa kwenye soko la hapa ndani. Sasa sentiment za wanachama na sentiment za wadau katika sekta hii ni kwamba hii shock, price shock ya sasa labda haijawahi kutokea. Hata oil embargo ya mwaka 1973 haifanani na hii. Kwa hiyo hata hii crisis ya COVID, sijui vita vya Russia na Ukraine, bado impact yake haifanani na hii. Hii ni kubwa zaidi. How so? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ndani ya wiki 2 mafuta yamepanda bei kwa zaidi ya 70%. Haijawahi kutokea. Ndani ya wiki 2 mafuta yamepanda bei kwa zaidi ya 70%. Lakini pia tumeshuhudia, kama ulivyokwisha sema kwenye utangulizi, kwamba ile Strait of Hormuz imefungwa. Haijawahi kufungwa, ndio mara ya kwanza. Na kama nilivyosema kwamba 20% ya mafuta yanayokwenda kwenye global markets yanapita pale. Lakini nadhani kwetu sisi ni zaidi ya hiyo, kwa sababu unakuta kwamba mafuta mengi yanayokuja upande wa Afrika, tuseme Afrika Mashariki, yanatoka kwenye maeneo ya jirani kama refiners, yani viwanda vya kusafisha vilivyopo Singapore na India. Lakini ukiangalia viwanda vingi vya kule vya kusafisha mafuta vinachukua crude kutoka kule Arab Gulf. Kwa hiyo na maana kwamba vile vikikosa crude kutoka Arab Gulf, automatically hata uzalishaji huku utapungua, na hivyo hata upatikanaji utapungua. Kwa hivyo hali ndivyo ilivyo.
Yeah. Hizi athari unazozungumzia wanachama wenu zimeshaanza kuwagusa? I mean, kwa mfano kuna operational challenges zozote ambazo tayari wanachama wenu wanaziface kutokana na hiki ambacho umekizungumzia, au unazungumzia zaidi potentially kwamba kuna potential impact lakini bado hazijaanza kuwa felt? Ya, ni kwamba unajua kwa mfumo wa uingizaji wa mafuta Tanzania tunaingiza mafuta miezi miwili kabla. Kwa hiyo ndio maana hakuna athari za sasa kwa as we speak. Hakuna athari kwa sasa. Kwa sababu mafuta yanayouzwa sasa hivi ni mafuta ambayo yalikuwa tayari yameshanunuliwa na yameshaingizwa nchini au yako njiani yanakuja kabla ya ile vita. Kwa hiyo hakuna athari za sasa. Athari ninazozungumzia ni potential, kwa maana kwamba mafuta ambayo tunatarajia sasa yaje nchini mwezi ujao na miezi inayoendelea. Yeah. Huko ndo athari kubwa sana. Na labda pengine for perspective tu, na athari zitajidhihirisha vipi? Like how will they manifest katika namna ambayo pengine mwananchi wa kawaida anaweza kuhisi? Okay. Kwa sababu baada ya hiyo miezi miwili labda. Okay. Yeah, athari kubwa zitakuwa kwenye upande wa bei. Kwa sababu sisi kutokana na bei zinavyopanda huku duniani, tumejaribu kufanya uchambuzi wa haraka na kugundua kwamba bei itapanda kwa karibu shilingi 1,800 kwa lita. Kwa hiyo unazungumzia zaidi ya shilingi 4,000 na kitu huko pa lita. So kwa hiyo na hiyo hizo ndio bei ambazo zinaweza zikaanza kutembea, zikaanza kuapply mwezi ujao. Kwa hiyo sasa impact ndio itakuwa hivyo kwamba mtu akienda kwenye pampu leo unanunua chini ya 3,000, so mwezi ujao tegemea unanunua 4,000 na zaidi, 4,500, 4,700. Inaweza katokea. So hizo ndio impact tunazoziona. Lakini kingine tunachokiona ni usambazaji wa hiyo bidhaa. Kwa sababu kama mafuta yamepanda kwa 70% na unatakuwa kampuni za kusambaza mafuta ni zinatumia mafuta nazo. Yeah, trucks nyingi zinatumia diesel. Sasa diesel ikipanda kwa 70%, kampuni ili isambaze mafuta nje kuzunguka nchi kwa wale wanaohitaji na bei zimepanda, hiyo itakuwa changamoto. Kwa sababu kusambaza ili uweze kupata faida wakati bei zimepanda kiasi hicho itakuwa ni mtihani mwingine. Yeah. Kwa hiyo kuna namna hiyo. Kwa hiyo sio tu kuna bei kuwa kubwa, lakini pia hata kumfikia mlaji inaweza kuwa ni challenge. Yes. And of course hiyo itakuwa na ripple effect kwenye vitu vingine kama bei za vyakula na vitu gani na vitu gani. Of course hii kitu ni global, ni vitu vinatokea duniani lakini wanachama wenu muna any strategy in place kwenye namna ambavyo sasa mtakabiliana na hiyo hali itakavyokuwa, au yani ni nini labda pengine what kind of conversation kwa mfano sasa hivi kwenye jumuiya yenu na tasnia nzima kwa mfano ya mafuta na hata gesi Tanzania, ni aina gani ya conversation inaendelea sasa? Yeah, with those prospect ya effects ambazo zitatokana na haya mambo. Yes, I think conversation zinaendelea, definitely zinaendelea na ziko katika different dimensions. Kwanza kuna conversation ya uwezo wa kulipia mafuta. Kwa sababu kama kampuni ilikuwa na uwezo wa kuingiza mafuta dola milioni 10, labda metric ton let's say 7,000, alafu ghafla metric ton 7,000 inabidi ulipie dola milioni 20. Obvious huna tena working capital ya kutosha. Kwa hiyo conversation inayoendelea ni kwamba ni uwezo wa wanachama wetu kuweza kulipia hiyo mizigo ambayo inakuja, ambayo ni very expensive. Yeah. Hiyo namba moja. Namba mbili, pia wanachama wetu pia wanasafirisha wanasambaza mafuta aidha kwenye vituo vyao nchi nzima au wanawapelekea wateja wao maeneo tofauti kwenye machimbo ya madini na wateja wengine kwenye miradi na vitu kama hivyo. Uwezo wao wa kuyapeleka kule given the ongezeko hili la bei za mafuta ambayo wanayatumia katika kupower those trucks kwenda huko.
Kwa hiyo conversation ndio ziko za namna. Lakini kingine, kuna conversation inaendelea kwamba okay, nini yani okay, kwa bei kupanda, bei kupanda, kwa sababu ina maana bei zikipanda, mzigo umefika bandarini, kampuni imeshindwa kulipia kwa wakati, mzigo utatakiwa uende kwenye storage, unakuwa kwenye financial hold, na pale kampuni hairuhusiwi kuyachukua yale mafuta yanabaki kama mali ya yule aliyeleta supplier, ila anabaki kwenye storage, ila kampuni sasa iliyoagiza inalazimika kuendelea kulipia storage charges plus interest kwenye benki, kwa sababu ukishindwa kufungua letter of credit kwa wakati, maana ni kwamba unaanza, ule ni mkopo, unaanza kulipia interest. Kwa hiyo sasa another conversation ndio hiyo kwamba financing charges ambazo zitaongezeka kwa sababu ya kuongezeka kwa bei, nalo ni jambo ambalo we are actually having dialogue about. Yeah. Sasa na strategies kwa mfano, kuna any strategies ambazo zinajadiliwa sasa hivi au zinafikiriwa? Kwa sababu sidhani kama kuna uwezekano pengine wa kulizuia tatizo moja kwa moja, lakini kuna mikakati yoyote inafikiriwa ambayo inaweza kuchukuliwa pengine kupunguza makali ya athari ambazo zitatokana na hilo jambo? Unajua industry ya mafuta au ni kitu ambacho hatuwezi kukizuia? Kuzuia kupanda kwa bei hatuwezi kuzuia, yani kama sisi kama makampuni hatuwezi kuzuia, hatuna uwezo huo. Lakini hatuna uwezo kwa sababu makampuni yanafanya biashara, na kwa sababu Tanzania we are net importers, yani tuna import everything. Kwa hiyo we basically sisi tunapokea bei ambayo tunaletewa, ndio hiyo, hatuna namna. Kwa hiyo uwezo wa kuzuia ongezeko la bei sisi kama wafanyabiashara hatuna. Na kama unavyofahamu kwamba hii sekta inadhibitiwa, is regulated. Hatujipangii bei. Bei kuna mamlaka zinapanga. Kwa hiyo tumeona nchi nyingine bwana measures ambazo wanachukua, na tunategemea kwamba na sisi hapa labda kuna watu wanaohusika watakuwa wanafanya hivyo. Tumeona nchi nyingine wanafanya, basically wengine unakuta wanatoa subsidy, yani subsidy kwa maana kwamba labda kupunguza bei. Subsidy kwa makampuni, waagizaji na wasambazaji au kwa no, I mean not necessarily kwa makampuni, yani labda badala ya makampuni kulipa kodi, kodi hailipwi. Kwa hiyo yani like subsidy kwa labda umeondoa baadhi ya kodi. Kwa hiyo zile kodi zile kodi hazilipwi, and therefore sababu mwisho wa siku zile kodi analipa end consumer, ule mlaji wa mwisho. Kwa hiyo badala ya mlaji wa mwisho kwenda kulipa kodi, serikali labda nasema hizi kodi zinatolewa kwa kipindi hiki, kwa sababu tumeona nchi zingine zinafanya hivyo. Lakini pia kwa maana ya kupunguza bei, hilo linaweza kufanyika. Lakini kwa bei, kwa trend ya bei ilivyopanda, still itafanikiwa kwa kiasi, yani huwezi kuondoa tatizo lolote, kwa sababu bei zinapanda kwa 70%. Hata kupunguza kodi zote ambayo practically haiwezekani, ni kwamba bado bei zitakuwa bado ziko juu. Utapunguza bei, lakini huwezi kupunguza yani ku maintain the status quo kwa namna nyingine. Yes. Huwezi kusema kwamba okay, sasa hivi bei labda let's say ni around 2800 2900, kwa tu maintain hizi kwa miezi inayokuja, it's just impossible. Yeah, it's just impossible. Ila kama unapunguza kodi, utapunguza ili bei isipande sana, ipande somewhere. Yes. Yeah. So of course hapo umezungumzia kuhusiana na regulators na vitu kama hivyo. Mnafanya mazungumzo na regulators au watu wa serikalini, na ni mazungumzo gani mnafanya, au pengine ni what kind of proposals au aina gani ya mapendekezo mnawapa authorities au regulators, ambayo kwenye namna ambayo inaweza kusaidia kupunguza makali kutokana na athari zitatokana na hili jambo? Kwanza ni kwamba je, mnazungumza na hawa jamaa, yani authorities, regulators, na ni nini mnawaambia? Well, of course mazungumzo tunazungumza, lakini tunazungumza nini, naomba hicho nisizungumzie. Yeah. Nadhani itakuwa si vema kuizungumzia, lakini mazungumzo tunazungumza. Na huwezi kusema hata ni aina gani ya proposals mnatoa kwa regulators?
Basically niseme tu kwamba tunazungumza namna gani ya kumitigate hili tatizo. Lakini siwezi kwenda kwenye detail, lakini tunazungumza ni namna gani tunaweza tukavuka hiki kipindi kigumu yes, bila kusababisha athari kubwa. Hasa hapa ni mbili. Athari kubwa mbili. Kwanza kupanda bei sana, lakini kubwa kwanza kuadimika kwa mafuta, lakini cha pili kuhakikisha kama kuna uwezekano kwamba bei isipande sana, lakini at the same time pia wafanye biashara bila kuingia hasara, kwa sababu they are in business, they are not doing charity, they are in business. Yeah, na hasa kuzingatia kwamba industry imekuwa kwenye crisis kwa muda mrefu. Yeah, kwa tunaingia katika crisis nyingine wakati bado makampuni bado honestly hayajatengemaa kutokana na majeraha ambayo yamepata huko nyuma. Lakini hilo mimi ndilo ambalo niko interested nalo sana, lakini how can this situation be mitigated? Sidhani kama ni kitu cha asili like kwamba kwa sababu si ni kitu cha kitaalamu tu. Kwa mfano kama mimi mwandishi wa habari nikiulizwa, bwana, tunatatua vipi tatizo fulani, hata kama nafanya hayo mazungumzo na serikali, I can offer my expertise na hicho ndio tunachokitaka from the perspective ya enu nyinyi kama wasambazaji na waagizaji wa mafuta Tanzania. Hii hali inaweza kuwa mitigated vipi? Okay. Niseme kama mimi kama mtaalamu. Yes, kama mtaalamu. Kama mtaalamu, basically swala la bei linaweza likawa mitigated. Ukiangalia past experience, ukiangalia experience, sisi sio kisiwa. Ukiangalia nchi nyingine zinazofanya, kuna mambo ambayo yanafanyika, mambo ya kisera, mambo ya kukodi, kuhakikisha kwamba labda kodi fulani zinaondolewa kwa muda, umeona. Alafu pia kuhakikisha pia kuna rationing. Nilikuwa naongea na majirani zetu Kenya hapa, kwa sababu wenzetu kule wameshaanza rationing kwenye vituo. Sasa hilo basically hilo ni la kuhakikisha tu upatikanaji. Wanaanza rationing sasa kwamba ukienda kwenye kituo, yani baada ya kujaza full tank una limit kwamba you can only fill to a certain extent na vitu kama hivyo. Yeah, lakini pia pia kutoa subsidy, yes, kutoa ruzuku, hilo nalo linaweza kufanyika kwa sababu kwa maana ya kupunguza bei, hiyo ndo njia pekee ambazo zinaweza fanyika. Zinafanyika huko nyuma na zinafanyika ndio. Zinafanyika huko nyuma, zinafanyika sasa na mataifa mengine huko. Kwa hiyo mimi kama mimi, of course, hayo ndo mambo ambayo nadhani kwamba yanaweza kufanyika ili kuweza kupunguza bei. And hopefully hayo ndo ambayo umeyaweka kwenye meza kwa serikali. Honestly kwa sasa hivi, kwa sababu kwanza hata mazungumzo tuyaenda mbali sana na kama nilivyosema, kuingia kwenye detail sana at this point itakuwa sio nzuri. Okay, yes. So serikali ya Tanzania ina respond vipi kwenye hii hali? Na wewe ni mtaalamu, sio mtego, sikiliza. Sikiliza. Mimi kwa mfano kama mwananchi wa kawaida naweza nisijue. Ndio. And I know kwamba wewe sio mwakilishi wa serikali. Unanielewa? Kwa hiyo sikuulizi kama mwakilishi wa serikali, lakini kwa namna kama mtaalamu, kwa namna unavyoangalia tatizo na ukubwa wake, na athari ambazo zitakuja kuwa nalo, na ukiangalia sisi kama nchi, unadhani how do we respond kwenye hiyo situation and how satisfactory unajua, kwanza niseme kwanza kwa upande wetu, ndio maana nimesema kwamba sisi tunaagiza mafuta miezi miwili kabla. Kwa ndio maana tatizo halianza sasa hivi, halipo kwanza. Kwa hiyo tunajiandaa kwa ajili ya kuaddress tatizo ambalo linakuja for sure. Of course umeniuliza kwamba okay, tunaonaje serikali? To be honest, response ya serikali ni nzuri. So far so good. Yes. So far so good, kwa sababu kwanza tulikaa na waziri mwenye dhamana, tumekaa naye kikao vizuri tu, na kuna mambo ambayo nimekubaliana kufanya kazi ambayo yanaenda kufanywa kazi. Lakini pia hata juzi nimekutana na katibu mkuu Wizara ya Nishati, tumezungumza na tumekubaliana kwamba tuwe tunawasiliana, tunakaa vikao, yani tunafanya mashauriano katika kipindi hiki ili tuweze kuvuka vizuri. So I think upande wa serikali, mtazamo wetu, response ni nzuri. Response ni nzuri, na naamini kabisa kwamba
hii dialogue ambayo ipo itaendelea na tutaweza kuvuka, pamoja na kwamba hili changamoto ni kubwa sana. Tutaweza kuvuka na kuweza kumitigate ya madhara yasiwe mabaya zaidi. Yes. Kwa hiyo ni imani yetu kubwa. Kuna maeneo matatu ambayo nadhani nimeyang'amua kutoka kwenye maelezo yako. Ndiyo. Ambayo serikali inaweza kufanya, ambayo umesema kwamba kuna baadhi ya nchi tayari zinafanya. So issue ya kwanza ni kodi. Ndiyo. Kusamehe kodi. Issue ya pili ni rationing, kwa mfano mtu asiende akajikombea mafuta yote yaliyopo kituoni. Na issue ya tatu ni subsidy. Yes. Kwenye issue ya kodi, kwa mfano kodi za aina gani specifically ambazo pengine unadhani kwa kipindi hiki zinaweza kufumbiwa macho kwamba serikali izisahau kidogo ili kuhakikisha kwamba kutakuwa kuna unafuu kwenye hii hali? Of course, unajua kwenye kodi ambazo zipo kwenye mafuta ndo zile ambazo zinaweza baadhi yake zinaweza kutolea kama ilivyokuwa ikishafanyika huko nyuma. Kwa mfano kuna petroleum fee na kuna fuel levy. Zinaweza kuwa sasa sema labda kipindi hiki ambacho cha crisis, labda tuondoe some or part of it ili kuweza kutoa unafuu kwa mlaji wa mwisho. Sio tu mlaji wa mwisho, kwa sababu at the end of the day bei za mafuta zikipanda, kila kitu kinapanda bei. Chakula, hata nishati ya mafuta kuendesha magari, kila kitu kinapanda, na kwa hiyo na uchumi unaathirika. Kwa hiyo basically sio tu kumpa unafuu mlaji wa mwisho, lakini ni kwamba ni kuchochea pia uchumi uendelee kukua katika kipindi hiki cha crisis. So hizo kodi mbili I think na based on our experience kwa nyuma na experience ya nchi zingine, I believe that hizo ndo kodi ambazo zinaweza zikiwa adjusted kidogo zinaweza kusaidia tukavuka. Na how hopeful are you kwamba kwa mfano tukiadopt hiyo rationing, kwa mfano kama inaweza ikafanya kazi labda? And do you believe kwamba kwa mfano tuki implement rationing na sisi inaweza ikasaidia kupunguza tatizo la rationing itasaidia kupunguza tatizo, yani kupunguza ukali? Well, idea ya rationing basically ni kuhakikisha kwamba mafuta yanatumika vizuri ili yaweze kukaa kwa muda mrefu. Ndio idea yake. Kwa hiyo inasaidia kuhakikisha kwamba kunakuwa na security of supply, yani mafuta yanakuwepo. Kwa sababu kama kuna, unajua sometimes kuna kitu kinaitwa panic buying. Watu wakishajua kwamba mafuta yanaenda kupanda bei, kila mmoja atakimbilia kwenye vituo vya mafuta, anajaza mafuta, na wengine wanaweka hata ya ziada ili tu awe nayo au anatumia kipindi ambacho anadhani atakuwa yameadimika. Sasa hiyo mnaweza mkacreate hata artificial shortage. Yes. So rationing manake inazuia kwamba basically ni kama kuzuia panic buying. Watu wanunue kidogo kidogo ili kila mmoja aweze kupata. Na wakati process ya kusupply mengine inaendelea, kureplenish mengine inaendelea. So that's the idea. Yeah, lakini hiyo unaisimamia vipi? Kwa sababu mtu anaweza katoka kituo hiki akaenda akaweka dumu ndani, alafu akatoka na dumu jingine akaenda kituo kile. Utekelezaji wake, kwa mfano kutoka kwa uzoefu wako wewe, nchi nyingine zinafanyaje? Nchi nyingine, kwa mfano Kenya wameshaanza. Kenya, how do they do this? Hivyo yani ukienda unapewa kiasi. Unapewa kiasi. Lakini kuna nchi nyingine wanachofanya, wanafanya pia wana encourage working from home. Yeah, wameshaanza working from home. Kwa hiyo watu wanakuwa encouraged wafanye kazi nyumbani, kwa sababu na honestly tunakoelekea kama mafuta, watu automatically wenyewe wanaweza they will work from home even without being convinced. Kwa sababu kama mafuta, let's say kama Strait of Hormuz ina remain closed for indefinite, maybe like 1 month or so or 2, some people, a lot of them watafanya kazi nyumbani bila kuambiwa, kwa sababu kama bei mafuta itakuwa 1700 per liter, it will not be economical kwenda ofisini kila siku. Kwa hiyo lakini nchi zingine wana actively encourage watu wa work from home wherever possible.
Kingine wana encourage car sharing. Labda familia mna magari 3 au 2, wote mnafanya kazi, use one car. Yeah, au wafanya kazi mnatumia gari la mtu mmoja na anapitia wote mnaenda ofisini. It's happening. It's happening na baadhi ya nchi tumeona kabisa they actually encouraging that. So those are the measures ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuweza kutuvusha kipindi hiki. Yes. Okay, hapo umeniongezea issue nyingine ya 4, lakini tukuje kwenye ile issue ya subsidy ambayo umeizungumzia. So ili subsidy kwa mfano tuchukulie serikali inataka kulitekelezea kulifanyia kazi ili wazo. Hizi subsidies zielekezwe kwa nani exactly na ziguse maeneo gani exactly ili kuweza kuwa na hizo intended impact kwenye kukabiliana na hili jambo? Labda pengine kama ukielezea kwa undani zaidi. Okay. Yeah. Kwa sababu idea ya subsidy ili ni kupunguza bei ya kwenye pump. Yani ile bei ya rejareja. Kwa hiyo manake ni kwamba yani lengo hasa yani yule anayenunua mafuta, mlaji wa mwisho aweze kupata kwa nafuu. Sasa itakuwa administered at what point? Sasa hilo ni issue ambayo nilikuwa namaanisha kwamba nani awe subsidized. Okay. Unajua subsidy inaweza kuna targeted subsidy na general subsidy. Sasa targeted kidogo ni changamoto kwa sababu I think itakuwa ngumu kwamba una target watu fulani, kwa sababu kwenye mafuta itakuwa ngumu, kwa sababu even if you target, yani wote watakimbilia kwa wale ambao umewalenga. Mwisho wa siku utakuta kwamba you don't achieve the goal. So I think inatakiwa iwe subsidy ambayo inakwenda tu across the board, yani kwamba as long as bei ile ya reja inakuwa nafuu, so everybody ambaye ananunua mafuta atapata that relief. Yeah. Although I know kwamba in some countries wana introduce targeted subsidy kwenye nishati, inawezekana umeme nini, lakini sasa in this case kwa sababu ni janga la muda, litakuwa la muda mfupi, sio kwamba la muda, yani haitakuwa la kudumu, lakini pia ni janga ambalo linamwathiri kila mtu. Kwa hiyo itakuwa iwe subsidy ambayo inanufaisha wote as long as the end consumer. Yeah. Kwa hiyo yani hiyo unaitofautisha vipi na taxes? Yani like najaribu tu kufikiria kwa mfano kama serikali inataka kulifanyia kazi ile upendekezo, what in practical term will it need to do? Okay. Kwa sababu kule tulizungumzia kuna petroleum levy, petroleum fee na fuel levy, yes. Na fuel levy, yes. Sawa. Kwa maana yake serikali inaweza ikatupia jicho hilo, lakini kwa mfano kwenye issue ya subsidy in practical term serikali ikasema this is a good idea, so in practical term inaweza ikafanya nini exactly? In practical term, yes, in practical term maana yake ni kwamba kwenye ni basically ni kusema kwamba kwenye bei ya mafuta, labda just for example kwamba okay, tutatoa shilingi labda let's say 200. This is just an example. Shilingi 200. Sasa shilingi 200 kwa sababu tunajua mwisho wa siku whether is subsidy or whether ni tax imekuwa reduced, hata subsidy inatoka kwenye kodi. Kwa hiyo in practical terms basically hata subsidy yenyewe ni it amounts to hela ya kodi tu ambayo imetumika kutoa relief kwa kwenye bei za mafuta. Kwa hiyo sasa how to administer na kwa regulated industry, yani I mean kwa industry ambayo inadhibitiwa kama ya kwetu, kuondoa tax ndo rahisi na basically subsidy inaweza kuwa administered that way. Yes. Swali moja tu ni kwamba and of course from the perspective kama mtaalamu ni kwamba serikali inaweza kuafford kufanya hivyo? I mean serikali inaweza ikaulizwa kwamba is it feasible katika mazingira ambapo yenyewe iko cash strapped, kuna miradi ya mkakati inataka itekeleze, kuna competing priorities, masuala ya misaada. Umesikia Rais Samia amesema kabisa kwamba kuna shida kidogo,
unadhani serikali inaweza ka afford kuimplement hizo measures ambazo umejaribu kuzigusia? Well, mimi hilo sijui. Uliniuliza tu kwamba ili kupunguza makali ya ukubwa wa bei nini kifanyike. Mimi nimetoa maoni yangu nini kifanyike. Yeah. Whether ina afford, no, honestly I don't know. Sawa. Na unadhani kwa mfano hii hali ikaenda, kwa sababu tunaona kwenye report kwamba Saudi Arabia imeruhusu Marekani kutumia nchi yake kama sehemu ya kuishambulia Iran, na hivyo kwamba kuna wataalamu wanasema kwamba hii vita inaweza kaenda mpaka kwa miezi 9 na nini. Hii kitaalamu unaiangalia kwa namna gani? Kwa mfano kama hii conflict ikawa prolonged in terms ya energy, mafuta, gesi na nini, tutakuwa tuna hali gani kidunia labda? Yes. Unajua kuna ile International Energy Agency ilitoa predictions. Actually mwanzoni mwa mwaka huu kabla hii vita, predictions zilikuwa nzuri sana kwenye sekta ya mafuta, kwamba huu mwaka tulitegemea mafuta bei itashuka. Na ukiangalia ile inaitwa Energy Administration Authority la Marekani ile, na lakini na International Energy Agency mwanzoni mwa mwaka pamoja na I think Goldman Sachs wote walisema kabisa kwamba bei zinaenda kupungua kwa $10 per barrel kwenye soko la dunia. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea zitapungua kutoka kwenye 70 up to around 60 or 58. Sasa predictions za sasa kwa hii vitu inayoendelea, wanasema kwamba International Energy Agency wamekuja na another prediction. Wanasema kwamba barrel itafika, tusishangae, inafika $200. Sasa $200 hatujawahi kufika, yani itakuwa ni ndo kupanda kwa bei kwa juu kabisa kwa historically haijawahi kutokea. So the last time bei imepanda sana ilikuwa 140. Yeah, ilikuwa 140, I think it was 2022. Umeona? Na 2014 I think it was 130 something like that. Sasa bei ya baro ya pipa kuwa $200, I don't know. I mean I don't know. That means you are talking about, ina maana sasa hivi baro inakwenda around $110. Unazungumzia karibu mara 2. So you are talking about lita shilingi 10,000. Mimi na wewe tujiulize, mafuta ikiwa lita shilingi 10,000 maisha tutaishije? So hakuna anayejua, to be honest. Hakuna anayejua kwa sababu tumeshuhudia kwa mfano nchi kama South Korea tayari viwanda vinafungwa na nini, kwa sababu they cannot get the raw material kutoka Arab Gulf. Kwa hiyo crisis tayari ni kubwa, na sasa the more this war inakuwa prolonged, hamna anayejua, to be honest, kesho itakuwaje. Na nyinyi mafuta mnachukulia wapi sana? Mafuta zaidi yana mafuta, gesi. Well, gesi, LPG, to be honest, I don't know. Kwa sababu LPG sio wanachama wetu. Okay. Wapo wanauza, lakini wanachama chao kingine. Lakini sisi mafuta mainly tunachukulia kutoka kwenye masoko ya Southeast Asia. Yeah, mainly Singapore. Refineries za Singapore, India, kwa sababu ndo sehemu jirani kuyaleta. Na mengine kutokea Arab Gulf, Abu Dhabi, yes. Yeah. Bahrain, yes. Yani anatoka zile bandari za kule, lakini mainly Singapore na India. Yeah. Prospect inaonekana to be very dark kama ambavyo umejaribu kuichora, na pale mwanzo umesema kwamba nyinyi mna engage na serikali has been very responsive kulingana na kama hali inavyoendelea kutokea hivi sasa. But I was just wondering, mnapozungumza na regulators au na serikali, what kind of guarantees do they give you? Okay. Kwa mfano kwenye upande wa uwezo wa OMCs kuna nini kufungua, I mean OMCs kufungua letter of credit, kwa maana kufinance products kutokana na ongezeko la bei. Of course mazungumzo yanaendelea na tumeahidiwa kwamba okay, support serikali tahakikisha kwamba mechanism zinawekwa ili kuhakikisha kwamba even commercial banks zina step in kujaribu kusaidia kwa sababu kama kampuni yangu, let's say just an example, labda kampuni ilikuwa ina mkataba labda na CRDB kwamba okay, CRDB ita support labda importation labda ya $10 million, si ndio? And then ghafla anahitaji 20 na CRDB anasema no,
kutokana na your credit records, hatuamini kama unaweza ukahimili mkopo wa namna hii, then that means you need a guarantor. Kwa hiyo sasa ndo mazungumzo yako that direction. Yako direction yanaendelea vizuri, na we hope tutafikia pazuri tu. Asante sana. So systematically and structurally, I mean, ukiachana na like beyond this current crisis, ni vitu gani policy wise nchi kama Tanzania inaweza ikavifanya kuhakikisha kwamba in future crisis nyingine ikitokea, pengine hatui kwenye position kama tulionayo hivi sasa? Kwanza unajua sisi kwanza tumebarikiwa, tuna nishati ya natural gas asilia. Nadhani kwamba tukiweza actually enhance uzalishaji huko, na ili kwa mfano matumizi makubwa ya gesi yakahamasishwa na kiasi kikubwa cha magari yakatumia natural gas nani, ili tupunguze dependence ya liquid petroleum products kutoka nje, itatusaidia sana. Kwa mfano nchi kama Mozambique, Angola na Nigeria ambazo zina export petroleum products. Mozambique wana export LNG, Angola wana export LNG pamoja na petroleum products, Nigeria wana export both LNG. They are making a killing sasa hivi, they are making a killing. Kwa hiyo hata sisi to speed up kudevelop gesi yetu, kama kwa mfano tungekuwa tunazalisha nyingi tuna export nje, sasa hivi tungekuwa tunaumia huku, lakini huku tunapata. Kwa hiyo I think policy wise, I think mkazo usisitizwe katika kuendeleza rasilimali za ndani. Hiyo number one. Yes, I think number two, I think maybe kuna haja ya kuwa labda kuna kitu kinaitwa price stabilization fund. Inaweza kusaidia kwamba kunakuwa na mfuko kwa ajili ya kulinda ustahimilivu wa bei pale inapotokea oil price shock kama hii, kwamba okay, kwenye mfumo wa upangaji bei kunakuwa na provision ambayo inasema kwamba in case yani kuna kuwepo na a correction of certain amount ambayo inawekwa in a certain fund, ambayo ikitokea shock kama hii, badala ya kuanza kuzungumzia subsidy au kuzungumzia tax reduction, unachukua tu pale kwenye stabilization fund, unapeleka huku, and then una freeze bei, ile pesa ambayo iko kwenye stabilization fund you just compensate the oil marketing companies. Maisha yanaendelea na mlaji wa mwisho anapata nafuu. Yes. Yeah. Vipi kuhusiana na mfumo wa uagizaji mafuta nchini? Unadhani unafanya kazi vizuri? Maybe that is too subjective, lakini ni kwamba wenyewe pia tunahitaji kuangalia kuiposition Tanzania pengine kuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kurespond kwenye crisis kama hii, pengine tuachane na kuwa na centralized procurement system na tukawa na more competitive system. Do you think that will also work? Kwanza huu mfumo ni mzuri sana. Leo nilikuwa naongea na bwana mmoja wa Kenya, kwa mwenzetu wa Kenya. Mfumo wao wa G2G umecollapse kabisa. Kwa sababu wao Kenya iliingia mkataba I think na ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company. Ile kampuni baada ya vita imedeclare force majeure. Yaani haiwezi kutekeleza mikataba kwa sababu ya kinachotokea huko. So basically G2G imecollapse. Kwa sasa hivi wamerudi kwenye OTC. Hii ya kwetu ya open tendering system. Umeona? OTS. Kwa hiyo ndo wamerudi. So huu mfumo wetu ambao huko nyuma Kenya wanao walikuwa nautumia baada ya zile changamoto za Russia Ukraine war, uhaba wa dola, wakakimbilia kwenye G2G. Leo umecollapse, umeshindwa kufanya kazi katika kwa sababu wale walikuwa wanategemea supplier mmoja ambaye amedeclare force majeure. Sasa huwa kwetu kwa sababu supplier ni wengi, they are located across the globe na they can source the product from anywhere. Sasa moja akishindwa mwenzake anakuja. Kwa hiyo it's the best system. Yeah, it's the best system, though of course hakuna mfumo ambao unaweza kuwa full proof
hata kwenye mazingira ya vita kama hii, lakini is the best. Yeah. Raphael, asante sana. Labda pengine swali langu la mwisho tu ni kwamba nyinyi kama chama cha waagizaji na wasambazaji mafuta Tanzania, labda pengine neno lako la mwisho kwa wateja wenu labda linaweza likawa ni lipi? Neno letu la mwisho kwa wateja wetu ni kwamba sisi kwa kweli bado we are in this business, kwa sababu this is our basically our bread and butter. Kwa hiyo sasa tutaendelea kusupply mafuta pamoja na changamoto zilizopo. Tunazungumza na serikali na wadau wote kwa ujumla kuhakikisha kwamba kipindi pamoja na ugumu wake tunavuka wote, tunashikamana, tunavuka wote vizuri. Kwa hiyo bei zitakapokuwa zinaongezeka, of course waelewe, kwa sababu na uzuri naamini kwamba hakuna Mtanzania asiyejua kwamba kuna vita huko inaendelea, na kinachozungumzwa kila siku ni habari ya mafuta, kwamba hii vita imekuwa ni habari, mafuta yanazungumziwa zaidi kuliko vita yenyewe. Kwa hiyo bei zitakapopanda, nao wajue kwamba yani sisi kama nchi we are net importers, tunapokea, so we are price takers. Yani bei inayopangwa inayotokea kule ndio hiyo ambayo sisi mwisho wa siku tutakuja kuibeba. Kwa hiyo waelewe, ila ambacho tunapenda kuhakikishia ni kwamba kwa sababu sisi members wetu ni wafanya biashara, kwa hiyo wataendelea kufanya biashara na watajaribu wanachoweza kufanya kuhakikisha kwamba hii product inawafikia popote walipo, na ndio maana tuna engage actively na serikali kuhakikisha kwamba kama kuna changamoto zozote tunajadili, tunahakikisha tuna resolve ndani ya wakati, ili kuhakikisha kwamba mafuta yanafikia Watanzania wote wakati. Asante sana brother Raphael. Mtazamaji wa The Chanzo, basi mpaka kufikia hapa ndio tumefikia tamati ya mazungumzo haya ambayo nimekuwa nayafanya hapa na Raphael Mgaya. Yeye huyu bwana ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha waagizaji na wasambazaji wa mafuta nchini Tanzania, na nilikuwa naye hapa kuzungumza naye kuhusiana na athari ambazo zinaweza kutokana na ule mzozo unaoendelea kule Mashariki ya Kati unaotokana na vita kati ya Marekani, Israel na Iran, na hatua ambazo serikali inaweza kuzichukua kwa sasa kukabiliana na hizo athari zinazoweza kutokana na mzozo, lakini pia na hatua endelevu ambazo tunaweza tukazichukua kama nchi kuhakikisha kwamba kwenye mzozo utakaokuja mwingine tunakuwa tupo kwenye sehemu salama zaidi ya kukabiliana nao. Mimi nilikuwa nakuendesha mazungumzo haya ni Halifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu wale kwenye kamera kwa mara nyingine tena Ambrose Dawai na Frank, tunakushukuru sana na mpaka muda mwingine. Kwa heri brother, shukran sana. Asante. All the best. Okay, thanks so much. Asante sana.